Allah kutuamrisha kuzirudisha amana kwa wenyewe na akatupa tena angalizo lingine, wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil 'adl, na mtakapohukumu wana nyinyi mkafanya kuwa ndo mahakimu baina ya watu. Nyinyi hukumuni kwa uadilifu. Nyinyi hukamani, nyinyi mahakimu, nyinyi mahakimu wa Kiislamu mnaosimamia mahakama za kiserikali huko mlipo na ambao mko ima kama mko, na nyinyi ambao mnaitwa ukalau mawakili, nyinyi mnaojiita wanasheria, isikilize aya Allah tabaraka wa taala, wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil 'adl, na mtakapohukumu baina ya watu mhukumu kwa uadilifu. Yawezekana hujanielewa wewe, ngoja nifunge kwanza aya hiyo. Aya nyingine Allah anasema hivi, wala yajrimannakum Allah kwa Kiswahili anasema wala ule ubaya ambao watu wamekufanyieni usikupelekeeni nyinyi kutowafanyia uadilifu. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Allah anasema ule ubaya ambao watu fulani wamekufanyia, yawezekana hujanielewa wewe, yawezekana ukawa una mtu alikufanyia kitu kibaya sana, kakufanyia maudhi makubwa sana, lakini wewe ni hakimu. Au wewe ni nani hatuwataja, ni mwanasheria, alafu kesi ndio imeletwa kwako. Sasa wewe si ndio hakimu, kesi yake ameshtakiwa, imeletwa kwako, asema alhamdulillah rabbil alamin, umefika kwangu na kufunga maisha, ndio tanijua mimi ni nani. Allah anasema ule uovu walokufanyeni watu usikupelekeeni kutowafanyia uadilifu. Tazama hii aya inashuka kwa masahaba, wanaambiwa siwafanyie vile wala ambao sio Waislamu wakati huo, japo kwa wanapiga vita, wanawakatalia katika Uislamu, lakini Allah anawaambia linapokuja jambo la uadilifu msiwadhulumu hao, japo kuwa wao wanakupigeni hivi, kuweni ni waadilifu. Anasema lisikupelekee hivyo. Wattaqullaha, Allah kama nyinyi mcheni Allah katika kuwa ni mwadilifu, mcheni Allah katika hukumu zenu mnazohukumu. Innallaha shadidul 'iqab, Allah sema hakika shadidul 'iqab, hakika Allah ni mkali wa kuadhibu, kuadhibu wale wasiokuwa waadilifu katika hukumu zao. Wanapofanyana uovu na watu wakawasubiri kwa hukumu, anasema hapa ndio namaliza haja yangu. Kama uleti milioni 30 na kufunga wewe, suli nitukana wewe, suli fanya hivi na hivi. Allah anasema yeye ni shadidul 'iqab, ni mkali wa kuadhibu watu wa sampuli hiyo. Tukurudi kwenye aya, Allah anasema wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil 'adl, na mnapohukumu baina ya watu hukumuni kwa uadilifu. Sasa wewe wakili, wewe mtu kashakuja na kuambia mimi bwana sio uongo kwa kweli, manake wanakanumba wanakasumba. Baada ya Allah kutuamrisha kuzirudisha amana kwa wenyewe na akatupa tena angalizo lingine. Tukurudi kwenye aya, Allah anasema wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil 'adl, na mnapohukumu baina ya watu hukumuni kwa uadilifu. Sasa wewe wakili, wewe mtu kashakuja na kuambia mimi bwana sio uongo kwa kweli, manake wanakanumba wanakasumba hawa, wanasema hivi, yani unieleze ukweli ili nikusaidie, usinifiche. Nieleze ukweli, ukinificha mimi sitojua vifungu vya sheria, sio sheria ya Allah, sheria ya kitawahud. Sitojua sheria ya kukusaidia wewe katika hili. Kwa nieleze ukweli, bwana wewe umeua? Kama umeua niambie, niangalie namna ya wewe kuponyoka katika mtego huo. Basi mtu ataanza kupigilika, kweli niliua, na siku hiyo mimi nilikuwa sehemu fulani. Alikuwa nani na nani? Mtu fulani kama aliniona. Wewe unaviona alikuona vizuri, ulikuwa umevaa nguo gani? Anamuuliza vile vile. Alafu mwisho wake basi anaambia mimi nitakusimamia kesi yako hii, hebu niletee milioni 5, au katika uwakili wangu huu utanipa kiasi kadhaa, tukishinda kesi utanimalizia kiasi kadhaa. Huyu anajua kabisa huyu anaenda kusimama naye kule kaua. Yaani hapa naongelea mahakimu wa Kiislamu, maana mnielewe, msimtakibisha kwa makafiri nyinyi Waislamu. Na hapa tunapotaja hatima tumaanisha hakimu wa mahakama tu, na wewe unayehukumu baina ya mtu na mke wake, wewe unayehukumu baina ya mtu na mtoto wake, wewe unayehukumu baina chochote katika familia yako, katika watu wako, wafanyabiashara wenzako, kila
samaki hapa barabarani kwa kuwa kesi na wahusu hawa. La, Allah tabaraka wa taala anakemea haya. Sasa wewe wachukua rushwa kwa staili kama hiyo, njia kama hiyo, anapoenda kumdidimiza mtu, waenda kumdidimiza mtu ambaye haki ni yake yeye, na unajua nyinyi, inna Allah shadidul iqab, hakika Allah tabaraka wa taala ni mkali wa kuadhibu.